Gigy Money atakuwa mtu bora pengine kuliko mtu aliyesali miaka 50 iliyopita. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link Up, sana kwenye exclusive interview nyingine tena na interview tena na Dr. Sule. Kwanza Dr. kwema kabisa? Alhamdulillah, namshukuru Allah, kila kitu kinaenda sawa. Naam. Nimependa sana elimu yako kuhusu majini na mizimu ambayo umeitoa. Watu wanatakiwa kaiangalie. Na lengo langu mimi ni kutoa elimu kwanza, lakini la pili kumsaidia mtu kutoka kwenye minyororo ya mizimu na majini, au kumsaidia kufanikiwa kutokana na mali zilizohifadhiwa na mizimu na majini. Nimeanza na hili swali, ukienda kwenye channel ya Islam TV, Dr. Sule ametumia karibu masaa mawili kuelezea elimu ya kuhusu majini na mizimu. Kiukweli mtazamaji, kama ukienda kuiangalia hii utakuwa umefanya kitu, jana utaondoka na kitu kizuri sana ambacho kitakusaidia katika maisha yako. Dr. Sule, jana ilikuwa kuna na harusi ya msanii Gigy Money. Ni mwanadada ambaye amesilimu muda so mrefu, na niliona pia lilizungumzia hili. Pengine hasa kwa kila ambacho ameolewa jana ndani ya Ramadhani. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Kwanza kwa maamuzi tu ya kuolewa kabla Ramadhani haijaisha. Kama ikiwa yule mwanamume alisikia maneno yangu niliyoshauri kwamba amfunge naye ndoa badala ya kuishi naye kinyumba, na wahusia kitu kimoja tu, hili ni 10 la mwisho, 10 la kuachiwa huru na moto wa Jahannam. 10 hili la mwisho ndio 10 lina usiku wa Lailatul Qadri, usiku wa makadirio ya bajeti za maisha ya wanadamu kwa mwaka ujao. Unajua bunge la Mungu kila mwaka lina wakati wake, na ndani ya Ramadhani ndio kuna usiku wa makadirio. Yani nani atakufa lini, mwaka huu anakufa wangapi, wanazaliwa wangapi, wangapi wanapata ajali, wanapata vilema, wangapi wanapata ajali wanatoka emte kama hajaguswa, wangapi wanaoa, wangapi wanaolewa, wangapi wanafiwa, wangapi wanazika, wangapi wanafurahi, wangapi wanajuta. Lakini kikubwa, nani anainuliwa kuwa tajiri, nani anashushwa kuwa maskini. Usiku uko ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, na ili 10 la mwisho kuanzia mwezi 21 mpaka mwezi 29. Hapo katikati Mungu anafanya usiku wa Lailatul Qadri. Sifa yake usiku huu na 10 hili la mwisho, ukiomba chochote Mwenyezi Mungu anakujibu. Na muomba mume wa Gigy Money na Gigy Money mwenyewe watumie angalau rakaa 2 tu za kusali usiku kumuomba msamaha Mungu kwa makosa yote walioyafanya nyuma. Sina mashaka na msamaha wa Gigy Money. Yani Mungu kamsamehe tangu siku aliposilimu. Kama kuna dhambi chache alizozifanya baada ya kusilimu kuja kwenye ndoa, yani leo usiku huu au kesho kutwa anafuta, anakuwa kama kitoto kidogo kilichozaliwa haki na dhambi. Bwana Yesu anasema, waacheni watoto waje kwangu, maana ufalme wa mbingu ni wao. Jana kuna watu walikuwa wanazungumza mtandaoni, wakasema kwamba Gigy bana tabia zake zikuaga hivi na hivi. Ndoa yake sasa ndio kumaanisha kwamba Mungu humokoa yule mtakaye. Kama Mwenyezi Mungu amekadiria kumuongoa na shetani atakuwa mbali naye, Gigy Money atakuwa mtu bora pengine kuliko mtu aliyesali miaka 50 iliyopita. Na kuambia Gigy Money anaweza kwenda peponi akawacha watu waliosali miaka mingi wakakosea, mwisho anaenda motoni. Kabisa. Lakini naona watu wengi walihudhuria. Ni mtu maarufu, lazima wahudhurie watu wengi. Ni mtu maarufu. Gigy Money ni mtu maarufu. Ni mtu maarufu. Ana kitu Mungu kampa. Na kwenye kualika watu haina tofauti, penye haina kosa kwenye harusi. Kualika watu kwenye harusi haina kosa. Mpagani, Muislamu, Mkristo, asiye na dini, wote wanaruhusiwa. Mtu yoyote yule unaruhusu, kwa sababu harusi ni sherehe, na sherehe unasherekea hata na watu wasio wa kawaida. Unajua kuna watu wanahisi mvuta bange hana thamani katika maisha. Uongo huo. Mvuta bangi na mvuta unga wana nafasi yao na wana thamani kubwa katika maisha. Kaka, waziri hapaswagi kuni. Waziri msibani, mkuu wa wilaya msibani, anaweza kushika shoka hapasue kuni. Anaweza kwenda kuchimba kaburi.
Wavuta bangi na wavuta unga ndo wanafanyaga hiyo kazi. Kila mtu ana nafasi yake. Usimdharau mtu kwenye maisha yako. Kabisa. Kwenye hili pia tulizungumza na Shawalid jana, alikuwa pale na akawajibu kuwafungisha ndoa pale. Aliwafungisha niseme hivyo. Na katika kumuuliza akasema kwamba tulimsikia msanii pia nani huyu Jacqueline Wolper alisema kwamba ana utamani Uislamu, anasema ni dini nzuri, anatamani siku moja hata watoto wake wawepo mle ndani. Na akasema kwamba aliwahi kumsilimisha, alienda kabisa kumsilimisha, lakini ndio hivyo haeleweki. Na nani aliwahi kusilimishwa? Nani huyu Jacqueline Wolper? Alisilimishwa na nani? Shawalid. Unajua, wacha nikwambie, mabinti wengi wanaweza kujua Uislamu na wakautamani, lakini ni ngumu sana kubaki na kudumu katika Uislamu kwa sababu wanakosa watu wa kuwaongoza. Na hii ni dhamana ambayo wanamume wa Kiislamu wanaibeba. Unajua, kuna vijana wengi wa Kiislamu pia wanasilimisha watu, wanawaoa, alafu badala ya kuwafanya waishi Kiislamu, wale watu wanaishi kipagani zaidi kuliko walivyokuwa kwenye upagani wao. Wanawatesa, wanawafanya waishi maisha magumu ya maumivu, ya chuki. Mwisho wa siku wale watu wanauchukia Uislamu kwa makosa ya Waislamu, wakati walitakiwa watu waupende Uislamu kwa sababu ya maisha na tabia za Waislamu. Kwa hiyo wako watu wengi wanauchukia Uislamu kwa sababu ya maisha ya Waislamu. Wanamume wengi waliowasilimisha watu wanawafanya mabinti wengi wauchukie Uislamu. Mimi nimeshuhudia mara kadhaa na nimeona wanawake wengi wakiuchukia Uislamu hata kurudi katika Ukristo kwa sababu ya maisha ya Waislamu wenyewe wanavyowafanya wale mabinti wa Kiislamu waishi katika Uislamu. Yaani mtu anaingia katika Uislamu bado mchanga, hajaujua Uislamu, anamlazimisha aishi Kiislamu kwa 100% bila kumfundisha Uislamu. Ni ngumu sana. Huwezi kumlazimisha mtu kuswali kabla hajamjua Mungu. Huwezi kumlazimisha mtu kuswali swala 5 kabla hajamjua Mungu. Huwezi kumlazimisha mtu kufunga kabla hajamjua Mungu. Anashinda njaa, ni imani. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Enyi mlioamini mmefaridhishiwa kufunga saumu. Walioamini sio ya ayyuha muslimun, sio enyi Waislamu, ya ayyuhalladhina amanu. Kila muumini ni Muislamu, lakini sio kila Muislamu ni muumini. Kama unavyoona kila waziri ni mbunge, lakini sio kila mbunge ni waziri. Uumini ni daraja ya juu, Uislamu ni daraja ya kawaida. Lakini katika hilo Shawalid alituambia kwamba alimpa paka jina Ahlam, ndio jina lake ambalo alimpa nani Jacqueline Wolper. Lakini watu wanajiuliza sasa, ni hukumu gani ambayo Mungu anampa mtu ambaye ameingia katika Uislamu afu baadaye akatoka? Inategemea katoka kwa ajili ya nini. Msimlaumu Jacqueline hapo. Inawezekana ametoka kwa sababu ya kukosa mwongozo, ameshasilimishwa, anafuatiliwa kuongozwa juu ya Uislamu, aongozwe, aelekezwe, akatae, kisha Mungu ndio afanye maamuzi ya kumwadhibu yeye kwa kosa lake. Kasilimishwa, kaachwa, anaendelea na kuzurula. Kasilimishwa, hana mume. Kasilimishwa, hajui maisha yake yanaishije. Kasilimishwa, anaendelea kuishi na maisha yake yale yale ya zamani. Huyu analaumiwa Muislamu. Viongozi wa dini ya Kiislamu tunadhima, tutaulizwa na Mungu juu ya watu wanaoingia kwenye Uislamu wasiofuatiliwa. Tuna jibu la kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Hii mimi sitafuni maneno. Sitafuni maneno hii. Viongozi wa dini wana jibu la kujibu. Usitake tu kuwa shekhe alafu hujui Waislamu wanaendeshaje Uislamu wao. Kuna watu wanasilimu alafu mwisho wa siku hujui wanausomaje Uislamu, wanaishije katika Uislamu. Wanaishi kipagani na wewe unaendelea kuamini tu maisha yanakwenda. Hapana, tujenge miundombinu ya kuwafanya watu wanaoingia kwenye Uislamu tunawafuatilia. Ndivyo alivyofanya Mtume. Ilikuwa mtu akisilimu anafuatiliwa katika maisha yake yote, anafuatiliwa kiuchumi, anafuatiliwa kijamii, anafuatiliwa kiafya, anafuatiliwa kila kitu. Ndugu zake wanakuwa Muislamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema almuslimu akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Sasa mtu kasilimu alafu mnawacha ndugu zake wa Kristo, watamfanya aishi kipagani na Kikristo. Na walaumu hao wanaosilimu wakati kosa lenu viongozi? Hapana. Kwa hiyo Jacqueline kama kauacha Uislamu au kabaki Muislamu jina, ni kosa letu. Mimi kwanza ndo nasikia leo kama Jacqueline alikuwa Muislamu. Mimi ndo nasikia leo. Kama ndivyo hivyo, basi tuna sababu ya kumtafuta Jacqueline na kujua nini shahada yake ilipo. Na bado anaupenda Uislamu. Kama ndivyo, wapi kakwama na tunamsaidiaje?
Nadhani kwenye hili Wolper kuna namna ambavyo inabidi fanye namna yote. Dr. Sule uonane naye ajaribu kukupa mawili matatu. Wallahi mimi namkaribisha ofisini kwangu muda wote. Sina contact zake, lakini ikiwa itampendeza namba zangu za simu 07108004 07488004. Mimi naweza kumsaidia kumfanya adumu katika Uislamu wake, na nitatafuta namna hata kumtafutia mwalimu wa kumsomesha ili aufahamu Uislamu. Lakini kama na changamoto za kimaisha tujue tunamsaidiaje. Ndio. Kuna hili ambalo pia walilifanya. Kwanza ni sahihi mtu asiyekuwa Muislamu kufuturisha kama vile ambavyo alifanya Paula Kajala? Haina shida. Muislamu anaweza kufutu, asiye Muislamu anaweza kumfuturisha Muislamu. Kwa sababu kufuturu ni kula chakula cha halali kunakofanywa na mtu aliyefunga. Kwa hiyo mimi unaweza kunifuturisha wewe, si Muislamu lakini unanifuturisha, haina shida. Na si haram, wala haina shida. Lakini chakula, kuna vitu sasa. Kuna wanaoalikwa chakula na kuna wanaofutulishwa. Unapokuwa si Muislamu, ukawaalika watu kwenye iftari ya jioni, Waislamu na wasio Waislamu, waliofunga na wasiofunga. Hata Waislamu wanaweza kuja makundi mawili, waliofunga na wasiofunga. Wale wote waliofunga wakila kile chakula umewafutulisha. Na wale wote wasiokula kile chakula, wasiofunga wakila kile chakula, Waislamu na wasio Waislamu lakini hawakufunga wakala kile chakula, hawa umewaalika kalamu ya chakula cha jioni. Kwa hiyo hawa utapata malipo ya kuwa umewalisha chakula, hawa utapata malipo ya kuwa umewafutulisha, ikiwa wewe uliyefanya ni Muislamu. Na kama wewe uliyefanya si Muislamu, malipo ya thawabu ya kulipishwa saumu utayakosa, lakini Mungu atabariki katika pato lako, atakulipa badala kwa kile ulichotoa. Kwa sababu Mungu amefanya maamuzi kwenye riski na kipato, Muislamu na asiye Muislamu wote wanapewa sawa au ziada. Kuna watu wamelizungumza hili wakasema kwamba sio sahihi, na hata shehe pia alituambia kwamba sio sahihi kwa sababu wengine wameona kama italeta mkanganyiko, kwa sababu pia kuna Wakristo ambao wanafanya hivi, wanajitolea pia kwenye kuchanga pia na nini. Kwenye hili hasa wito wako ukoje? Narudia tena, asiye Muislamu anaweza kukualika iftari na ukafuturu kwake. Anachokosa yeye ni thawabu za kukufutulisha, kwa sababu yeye si nani? Si Muislamu. Lakini wewe uliyefuturu unakuwa umetekeleza jukumu lako, na hiyo ni halali, haina shida. Tusiutie Uislamu uzito jamani. Kwamba unataka kuniambia rais akiwa Muislamu akimfutulisha mufti kule sio Muislamu, ayamini rais akiwa sio Muislamu akamfutulisha mufti hana saumu? Mufti kakosa saumu? Haiwezekani hayo maneno. Tuwe watu wa kweli. Uislamu hauna ubaguzi kiasi hicho. Mkristo anaweza kumfutulisha Muislamu. Sharti lake tu futari iwe chakula cha halali. Harmonize na Marioni wa Islam, lakini wameongozana nao mwezi wa Ramadhani na hawajaoa wale wanawake. Sasa hilo ni jambo jingine. Labda niseme kitu kimoja. Mwezi wa Ramadhani sio mwezi pekee uliokatazwa kusukuma mzigo. Miezi yote Mungu kakataza kusukuma mzigo. Ramadhani ni haram na nje ya Ramadhani ni haram. Isipokuwa tu Ramadhani imeongezwa kusukuma mzigo mchana na usiku ni haram, kwa sababu ukubwa wake ni mkubwa, ila kwa ndoa ya halali. Sasa sijui watu wanasema nini kuhusu hilo, labda nijibu kulingana na hilo kwamba walifuatana. Sasa tatizo liko wapi? Yaani nini shida? Wanataka kuzungumzia nini kwenye hilo? Wasishikane mwezi wa Ramadhani. Unajua kuna Muislamu na muumini. Ya ayuhalladhina amanu kutiba alaikum siyam, enyi mlioamini mmefaridhishiwa saumu. Saumu ni ibada ya waumini, si Waislamu. Waislamu wanaendelea na mambo yao kama kawaida. Waumini ndio wana hofu ya Mungu juu ya Ramadhani. Ukimuona Muislamu anatembea na mzigo wake Ramadhani, huyo ni Muislamu, si muumini. Kwa hiyo huyo anaendelea na maisha yake ya Uislamu, na peponi wanaingia waumini, si Waislamu. Peponi Mungu ataingiza waumini, si Waislamu. Wanaoamini, wenye yakini na imani ya Mwenyezi Mungu, hao ndo wataingia peponi. Sio kila Muislamu ataingia motoni, peponi. Wako Waislamu wataenda motoni. Yaani mambo mengi. Mungu haangalii hilo. Kwa hiyo niseme tu yale ni maisha yao binafsi. Wasitake kuona Konde Boy anaishi kama imamu wa msikiti, haiwezekani. Wasitake kuona Mario anaishi kama ustadhi wa madrasa, hiyo haiwezekani.
Yani yale maisha yao ya kila siku, ile ndo nature yao. Kuna mazingira watabaki tu kuwa na majina ya Kiislamu na hofu ya kuwa Mungu yupo, lakini hawezi kuishi maisha ya Kiislamu kwa 100%. Ni ngumu, ila tunachopaswa ni kuendelea kuwalingania wajue uhai ni kama vile umeme wa luku, unaweza kuisha wakati wowote, na hujui utaisha unasoma, utaisha una kazi kwenye kompyuta, au utaisha wakati umelala. Bora uishe uko usingizini, utamshtuka giza tu. Sasa ukiisha wakati una kazi kwenye kompyuta na hujasave, faili zote zimepotea, ndio na finari jahannam. Nimeona msanii mmoja mkubwa sana Nigeria, Ashake, ameenda pia kugusa ile Al-Kaaba kule Saudi Arabia. Ndio Maka Maka. Kwa maana ya nini? Ameenda ile msanii kabisa ile, na yeye anasuka. Kuwa msanii hakumuondoi katika Uislamu wake, anabaki tu kuwa Muislamu, ila msanii. Unajua dhambi haikuondoi kwenye Uislamu. Ndio maana Mungu akaweka mizani. Narudia tena, dhambi haimtoi mtu katika Uislamu. Tusitoane kwenye Uislamu jamani. Tutiane motoni tu kienyeji, hapana. Dhambi haikutoi kwenye Uislamu. Ndio maana Mungu akaweka mizani. Mizani inapima mema na mabaya. Ndio kazi ya mizani. Usimhukumu mtu. Mungu anataka kuonyesha maamuzi ya nani aende motoni na nani aende peponi, anayo nani? Mwenyezi Mungu. Ndio maana akaweka mizani. Wewe unanitia motoni, wewe una mzani wa kunipimia? Unakurupuka tu. Lile linasema majini nitenda motoni. Fala nini? Na unanipeleka motoni kwa akili zako? Haiwezekani hiyo. Nataka niseme kama msanii atalipwa kwa maasi yake ya kufanya nyimbo zake na makosa yake, lakini ibada aliyokwenda kufanya analipwa kama Mungu alivyopanga. Akisali vizuri katika msikiti wa Maka, sala moja ya dhuhuri 100,000. Ukisali sala moja ya dhuhuri Maka, unalipwa sala 100,000. Ukisali sala moja ya asri Maka, unalipa 100,000. Akisali sala 5 Maka siku moja, ana sala 500,000 ambazo hawezi kuzisali hata akiishi miaka 50. Anasali asubuhi na jioni sala 5. Miaka 50 haiwezi kumaliza sala 100,000. Maana yake nini? Mwenye kusali Maka siku moja tu ana permit ya kwenda peponi na kafuta madhambi mengi. Kwa mujibu wa Dr. Sule ni mtu wa peponi. Hapana, sisemi mtu wa peponi. Ila ninachosema kwa yeye kwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha na Mungu akamkubalia, akamuondoa baada ya kurudi pale, Mungu hatotazama nyimbo zake, atampeleka peponi. Asante sana Dr. Sule.